Najua unazifahamu aina mbalimbali za samaki duniani na sifa zake. Lakini je, unajua kuwa kuna samaki mmoja duniani ambaye hana damu nyekundu kama ilivyo kwa samaki wengine? Hii si hadithi ya paukwa pakawa ama hadithi ya kubuni, bali ni samaki mwenye sifa hii. Samaki huyu anaitwa ice fish, akipatikana huko katika bahari ya Antarctic. Ni miongoni mwa viumbe wa ajabu zaidi duniani, anayeishi baharini, huku damu yake ikiwa ni nyepesi mithili ya maji, wala haina rangi nyekundu kama tunavyoona kwa samaki wengine wanaopatikana baharini. Hii ni TriGen Media. Samaki huyu anayeitwa ice fish anapatikana katika maji ya barafu kwenye bahari ya Antarctica, na ndiye kiumbe anayetajwa kwa waajabu na kuleta hadithi mpya kwa viumbe wengine wanaofanana ama wa jamii yake, kwani ana sifa tofauti na tulizozizoea kwa viumbe wenye uti wa mgongo ama samaki, na maisha yake pia kusalia kuwa ya kipekee kabisa na ya kushangaza. Kwa mujibu wa wanasayansi, sifa yake kuu samaki huyu inayomtofautisha na wengine ni kutokuwa na damu nyekundu. Damu yake ni nyepesi mfano wa maji yaliyofifia, rangi yake ni angavu na hana kabisa protini ya hemoglobin ambayo kwa viumbe wengine ndicho kitovu cha kuzalisha oksijeni mwilini na ndicho kinachohusika katika uzalishaji wa damu, lakini yeye ice fish hana. Kwa binadamu na karibu wanyama wote wenye uti wa mgongo, hemoglobin ndiyo inayofanya damu iwe nyekundu na ndiyo inayosafirisha hewa ya uhai kutoka kwenye mapafu au kwenye matamvua ya samaki hadi kwenye kile kinachoitwa seli ya mwili. Lakini hali ni tofauti kwa samaki ice fish. Hana mfumo huo na bado anaishi na kustawi katika mazingira magumu zaidi duniani ya barafu na baridi kali. Siri ya kuishi kwake bila hemoglobin samaki ice fish inahusiana moja kwa moja na mazingira yake ya huko bahari ya kusini, eneo linalojulikana kama South Ocean, ambako maji huwa karibu ya kuganda kabisa katika mwaka mzima. Maji ya baridi kali yana uwezo mkubwa wa kuhifadhi oksijeni iliyoyeyushwa ndani yake kuliko maji yenye joto. Hali hii inamaanisha kwamba oksijeni hupatikana kwa wingi katika mazingira yake kuliko ilivyo katika mazingira ya bahari za tropic. Ice fish amezoea kuishi katika hali hiyo ya barafu kwa mamilioni ya miaka sasa. Pamoja na kuhimili mabadiliko ya asili, na mwili wake umejipanga kuchukua oksijeni ya moja kwa moja kupitia ngozi yake nyembamba pamoja na matamvua yake, badala ya kutegemea seli nyekundu za damu kusafirisha oksijeni. Damu yake nyepesi husambaa kwa wingi zaidi mwilini na kuruhusu oksijeni iliyoyeyushwa kuingia kwa urahisi ama moja kwa moja kwenye tishu. Ukosefu wa hemoglobin unaufanya mwili wa samaki huyu ice fish kubadilika kwa namna ya kipekee ili kufidia upungufu huo. Maumbile yake samaki huyu yana ziada ya vitu ambavyo samaki wengine hawana, kama vile samaki huyu mwenye moyo mkubwa kuliko samaki wengine wa kawaida, ambao husukuma damu kwa kiwango kikubwa zaidi ili kuhakikisha oksijeni kidogo iliyopo mwilini mwake inavifikia viungo vyote vya ufanisi. Mishipa yake samaki ice fish ya damu pia ni mipana kuliko ilivyo kwa samaki wengine, jambo linalorahisisha mzunguko wa damu nyepesi sio na mnato mkubwa kuweza kufika kila eneo kwa haraka. Kwa sababu damu yake haina seli nyekundu, huwa si nzito kama damu ya viumbe wengine, hivyo inaweza kuzunguka kwa urahisi zaidi hata katika joto la chini sana yenyewe inapenya. Mapigo ya moyo wake ni ya haraka na yenye nguvu, yakifanya kazi kama pampu maalum iliyoundwa mahususi kwa mazingira ya barafu. Upekee mwingine wa ice fish ni kwamba upo katika protini maalum zilizomo mwilini mwake zinazojulikana kama protini za kuzuia kuganda. Protini hizi hufanya kazi kama kinga ya asili dhidi ya baridi kali kwa kuzuia maji ya mwilini yasigeuke barafu hata pale joto linaposhuka chini ya kiwango cha kuganda cha kawaida cha maji. Bila protini hizi, damu na maji ya mwilini mwake yangeganda na kumsababishia kifo pengine cha haraka. Uwezo huu wa kustahimili baridi kali unamfanya ice fish kwa mfano bora wa jinsi uhai unavyoweza kujibadilisha ili kuendana na mazingira yasiyo rafiki. Kwa upande wa kisayansi, ice fish ni hazina ya utafiti. Watafiti
watafiti wanavutiwa kumchunguza zaidi jinsi moyo wake unavyoweza kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa licha ya damu yake kukosa hemoglobin. Uelewa wa mfumo wake wa mzunguko wa damu unaweza kusaidia katika tafiti, na bado wanauhangaikia ili kuweza kuona namna ambavyo inahusiana na magonjwa ya moyo ama matatizo ya upungufu wa damu mwilini kwa icefish. Aidha, protini zake za kuzuia kuganda zinachunguzwa kwa matumaini ya kuboresha mbinu za kuhifadhi viungo vya binadamu kwa ajili ya upandikizaji wa viungo. Ikiwa siri ya protini hizi itatumika kikamilifu, inaweza kusaidia kuhifadhi figo, ini au moyo kwa muda mrefu zaidi kabla ya upasuaji, na hivyo kuongeza nafasi ya kuokoa maisha ya binadamu. Samaki icefish pia ni ushahidi hai wa nguvu ya mabadiliko ya kiasili. Inaaminika kwamba icefish wa kale walikuwa na hemoglobin kama samaki wengine, lakini kutokana na kuishi katika mazingira yenye oksijeni nyingi na baridi kali kwa muda mrefu sana, jeni zao zinazohusika na utengenezaji wa hemoglobin zilipotea au kuzimwa taratibu ndani ya mamilioni ya miaka, hali iliyogeuka kuwa faida katika mazingira yake maalum. Hii inaonyesha kuwa kile tunachokiona kama upungufu katika mazingira fulani kinaweza kuwa nguvu katika mazingira mengine. Kwa ujumla, bahari ya Antarctica nakopatikana icefish ni mfano wa ajabu uliothibitishwa na wanasayansi kwamba asili ina mbinu nyingi zinazotarajiwa za kudumisha uhai. Samaki huyu asiye na damu nyekundu anaishi kwa mafanikio katika maji ya barafu ambako viumbe wengi wangeshindwa kabisa kuhimili. Uwepo wake unaleta changamoto kwa dhana zetu za kawaida kuhusu biolojia, na unakumbusha kwamba duniani bado kuna siri nyingi tu. Kadri ya tafiti zinavyoendelea, huenda siri za kiumbe huyu mdogo zikachangia maendeleo makubwa katika sayansi na tiba, na kutufundisha zaidi kuhusu uwezo wa ajabu wa maisha kujibadilisha katika hali yoyote. Hii ni TriGen Media.